Kwa majina naitwa Joseph Didas Ngeleuya. Mimi ndio mmiliki wa mabasi ya Ester Luxury Coach, na nimekuja hapa kuweza kuongea na nyie ama kuelezea umma ama kuondoa sintofahamu ambazo zinakuwa kwa upande wangu zinakuwa zikiniumiza. Kwa hiyo naomba nisome hii taarifa rasmi kwa umma. Ni taarifa rasmi kwa vyombo vyote vya umma. Kama tunavyojua, vyombo vyenu vya habari vimekuwa vikiwafikia watu kwa ujumla na watu wengi kwa wakati na kwa muda. Kwa hiyo nikaona ni vizuri kuja na kuongea kutoka mbele hadhara na kuweza kueleza kuhusu jambo hili. Nimewaita hapa leo kwa lengo la kutoa ufafanuzi wa kina na ukweli kuhusu taarifa zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwa ujumla zinazohusu kampuni yangu ya usafirishaji inayojulikana kwa jina la Ester Luxury Coach. Hivi karibuni kampuni yangu imehusishwa kimakosa na baadhi ya viongozi wakuu wa kisiasa hapa nchini, ikiwemo madai kuwa inamilikiwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Kutokana na tetesi hizo zisizo na ukweli, kampuni yangu imepata madhara makubwa wakati wa machafuko yaliyojitokeza baada ya uchaguzi, ambapo waandamanaji walivamia kampuni yetu na kuchoma mabasi 6 na kuharibu mali nyingine nyingi. Napenda kuwajulisha waandishi wa habari na Watanzania wote kwamba Ester Luxury Coach ni mali yangu na familia yangu, bila kuhusishwa na kiongozi yoyote wa kisiasa au mtu mwingine yoyote nje ya familia yangu. Kampuni hii ilisajiliwa tarehe 12 Septemba 2024 ikiwa na wanahisa wawili tu, ambao ni mimi Joseph Didas Ngeleuya, Mtanzania. Nilizaliwa mwaka 1978 katika hospitali ya Kaloleni, Arusha. Baba yangu anaitwa Didas Ngeleuya Masawe na mama yangu anaitwa Margaret Elfas Mchaki. Mwanahisa wa pili ni mke wangu Neema Peter Thomas, ambaye ni Mtanzania aliyezaliwa mwaka 1983 katika hospitali ya Dodoma General. Baba yake anaitwa Peter Thomas Lubumbira na mama yake anaitwa Juliana Alex Chigolo. Mimi na mke wangu tulifunga ndoa mwaka 2012 katika kanisa Katoliki Makuburi jijini Dar es Salaam. Nyaraka zote zinazothibitisha taarifa hizi, ikiwemo vyeti vya kuzaliwa, cheti cha ndoa, vitambulisho vya NIDA pamoja na nyaraka za usajili wa kampuni zinazopatikana katika mamlaka husika za serikali, zikiwemo RITA, NIDA na BRELA. Na mtu yoyote mwenye uhitaji wa kujiridhisha anaweza kuzitafuta taasisi hizi. Kuhusu jina la Ester, tuliamua kulitumia kwa heshima ya mtoto wetu wa kwanza Ester Joseph Ngeleuya aliyezaliwa tarehe 2 Septemba 2003 katika hospitali ya Muhimbili, Dar es Salaam. Wakati tunaanzisha shughuli za usafirishaji takriban miaka 15 iliyopita, tulipitia changamoto nyingi za kibiashara na kifamilia. Ndipo tulipoamua kuipa biashara yetu jina la Ester Trans, ambapo baadaye iliendelezwa na kusajiliwa rasmi kama Ester Luxury Coach mwaka 2024. Huu ndio uhalisia wa historia ya kampuni yetu. Kwa masikitiko makubwa, tunawasihi Watanzania waache kufanya maamuzi ya kuharibu mali za watu kwa misingi ya tetesi na majungu. Hasara tuliyoipata ni kubwa sana na haiwezi kuelezeka kwa urahisi. Kama kungekuwepo mashaka yoyote kuhusu umiliki wa kampuni hii, ingekuwa rahisi kuthibitisha ukweli kupitia BRELA, ambapo huhifadhi taarifa rasmi za kampuni zote zinazosajiliwa nchini. Aidha, taarifa hizi zinapatikana kwa njia ya mtandao bila kuhitaji mawasiliano ya ana kwa ana, jambo linaloondoa kabisa uwezekano wa taarifa kuchakachuliwa.
Kinachotusikitisha zaidi ni kwamba taarifa zetu binafsi na za kampuni ikiwemo pamoja na vyeti vya kuzaliwa, vitambulisho vya NIDA, cheti cha ndoa na nyaraka za kampuni zipo wazi na zinafanana kwenye mamlaka zote za serikali, lakini hakuna aliyechukua hatua ya kujiridhisha kabla ya kuvamia na kuharibu mali zetu ambazo tumezipata kwa juhudi kubwa. Kwa kutumia mikopo na kujituma na kwa miaka mingi ili kujikwamua kiuchumi. Tunatoa wito kwa Watanzania kuacha tabia kuharibu mali za watu wengine kwa sababu yoyote ile. Hakuna mtu aliye juu ya sheria na mwenye haki ya kuharibu mali ya mwenzake. Kwa kufanya hivyo, tunajidhuru sisi wenyewe kama taifa, kwa sababu mafanikio ya mtu mmoja mmoja yanaweza kuwa fursa na manufaa kwa wengine. Mimi binafsi nilianza biashara yangu baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu katika kampuni ya magari ya rafiki yangu. Pasinge kuwepo na fursa hiyo, nisingepata msingi wa kuanza safari yangu ya kibiashara. Baada ya matukio ya uharibifu, tumewasilisha rasmi malalamiko yetu kwa BRELA tukiomba msaada wao katika kufahamisha umma kwamba sisi ndio wamiliki na wanufaika halali wa kampuni hii na kwamba tulitimiza kikamilifu wajibu wa kuwasilisha taarifa zote zinazotakiwa ikiwemo taarifa za wamiliki manufaa. Tunapenda kuhakikishia Watanzania kwamba Ester Luxury Coach ni jasho la familia yetu na hatuna mshirika kiongozi wa kisiasa wala ndugu yoyote anayehusiana katika umiliki au uendeshaji wa kampuni hii. Mtu yoyote anahitaji uthibitisho zaidi anakaribishwa kwenda BRELA ama mamlaka nyingine zote zinazotumia, ambapo ataona wazi historia yetu tangu tulipoanza hadi leo. Kiukweli hasara iliyopatikana ilikuwa ni kubwa, kwani walivamia magari yangu, walichoma magari 6, lakini mawili tuliweza kuyakarabati, lakini 4 yaliteketea kabisa. Lakini vile vile waliweza kuchoma ofisi ambayo ilikuwa ina vyombo vya kikazi, lakini vile vile waliweza kuvamia na kukuta fedha ambazo zilizokuwepo pale waliweza kuzichukua. Lakini kwa rafli ambayo tuliweza kuipiga tulikuta ni hasara kama ya shilingi bilioni 2 na milioni 100. Kuhusiana na uharibifu wa hatua za kisheria nilizochukua, kwanza nilienda kutoa ripoti katika kituo cha polisi Urafiki ambao ni jirani na eneo ambalo tunafanyia biashara. Tukachukua RB, lakini kuna baadhi ya vyombo vya serikali haswa zaidi upande wa jeshi la polisi walikuwa wakitutembelea na kuangalia tathmini ya hasara iliyotokea, lakini mpaka sasa hivi kwa kweli sijajua nini kingine kinachoendelea.